chuo kikuu ni tanuru la kuoka fikra, ni tanuru la kusugua mawazo. Chuo kikuu sio sehemu ya kujaza watu hofu. Hata zama za chama kimoja, zama za Mwalimu Nyerere, ambapo kwenye maandiko yote ilikuwa ni zidumu fikra za Mwalimu Nyerere, zidumu fikra za mwenyekiti wa CCM, lakini chuo kikuu walikuwa napinga sera mbalimbali za Mwalimu, na kule chuoni Mwalimu alikuwa anaenda kusikiliza. Chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo UDASA imekuwa ni sehemu ya kutesti tunahitaji hypothesis, tafiti mbalimbali, kwamba kwa nini sheria zetu haziwe applied vizuri. Pale ndio watu wanafanya ushindani, watu wanachapisha, wanaandika maandiko. Dunia nzima ndivyo ilivyo. Hata Adolf Hitler, dikteta, hakuwahi kuingilia vyuo vikuu, kwa sababu kwenye vyuo vikuu ndio mtu atajiuliza, kwa nini hii gari ilitengenezwa inaenda mbele tu? Kwa nini isitengenezwe inaenda upande upande? Kwa nini hii gari inakunywa mafuta hivi? Kwa nini tusitengeneze valve ambazo zitapunguza mafuta? Ni kwenye chuo kikuu. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wanataka kucontrol mpaka mawazo ya watu wa vyuo vikuu, namna ya kufikiri, kwamba nchi hii mtu anayefikiri vizuri ni Samia Suluhu Hassan na watu waliojiweka madarakani kwa kuua watu. Watu wengine wakiwa na fikra tofauti ni magaidi. Mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa, maana yake Samia ana send signal kwamba nchi hii inatakiwa vyuo vikuu vyote viwe mbumbumbu. Tusubiri yeye atakachofikiri, ndio hicho kiko sahihi. Chuo kikuu. Na ni mambo ya ajabu kwamba watu kama Kabudi, ambaye tunakumbuka Kabudi huyu akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akiwa UDASA. Kabudi amejulikana kwa nini? Si kwa kupiga kelele alizokuwa anapiga UDASA pale. Kitila Mkumbo, si ndio alikuwa anaendesha mijadala mikubwa kuhusu katiba? Huyu Kabudi yuko on record. Wakina Said Chachage, wakina Professor Holb Othman. Leo mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa kwa freedom ya thinking, na ninashangaa mpaka sasa wanafunzi wanaingia darasani, walimu wanaendelea kufundisha, mwenzao amekamatwa. Unajiuliza ni nchi gani hii? Hao ni wahadhiri kweli? Na wanafikiri hili linamhusu Mwalimu Kaijage, mhadhiri Kaijage wa UDOM. Nataka niwakumbushe walimu wote wa vyuo vikuu na wanafunzi, wakati wa Adolf Hitler, kasomeni Martin Nemora aliyekuwa askofu na mchungaji kwenye serikali ile. Anasema Adolf Hitler alipoanza kuua wafanyabiashara na kushughulikia wafanyabiashara, alisema mimi sio mfanyabiashara, mimi ni mchungaji, hayanihusu. Baadaye akaanza kushughulikia trade unionist, watu wa vyama vya wafanyakazi, akasema I'm not a trade unionist, hayanihusu. Akaja akaanza kushughulikia Jewish, ambao aliua zaidi ya Wajewish wa Israeli zaidi ya milioni 6, akasema mimi sio Muisraeli, hayanihusu. Akashughulika na walimu, akasema mimi sio mwalimu, hayanihusu. Baadaye akaja kushughulika na viongozi wa dini. Martin Nemora akasema nilipogeuka nyuma nikajikuta nimebaki mwenyewe, kumbe ningetetea yule wa kwanza asingenifikia mimi. Walimu wa vyuo vikuu na wanafunzi ambao mko madarasani, walimu mnaenda kufundisha, mnafundisha nini? Mwenzenu amepewa kesi ya ugaidi ya uongo. Utasema ni Kaijage wa UDOM, kesho utakuwa wewe wa Sauti, kesho kutwa atakuwa yule Juma wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, siku nyingine atakuwa mwalimu fulani. Kwa sababu tuliposema, alipobambikiwa kesi Lissu, walisema ni Lissu. Leo wamefikiwa walimu wa vyuo vikuu, kesho itakuwa waandishi wa habari, kesho kutwa itakuwa wachezaji, siku nyingine itakuwa wasanii. Hakuna mtu ambaye yuko salama chini ya utawala wa huyu mama.